kama Watanzania tusiruhusu mtu ambaye atacheza na amani ya nchi yetu. Amani, kwanza amani. Tusiruhusu kiongozi yoyote ambaye atataka kusababisha amani ndani ya taifa letu iweze kuondoka. Katika jambo hili linalohusiana na umuhimu wa dua kuelekea uchaguzi, kwa mfano mimi kama askofu ama mchungaji, kwamba tunasoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 1, anasema kwamba ni vema dua ifanyike kwa ajili ya watu wote, lakini mbele kidogo anasema hasa kwa ajili ya wafalme ama wakuu, ili kuwepo amani katika nchi. Kwa hiyo umuhimu wa dua ni kwa sababu Mungu mwenyewe kataka tufanye hivyo. Yaani sio kama pendekezo tu la mtu fulani, lakini ni Mungu anayetutaka tufanye hivyo. Mimi niseme kwamba kwa watu mbalimbali kupitia dini zao, kupitia makabila yao, tuungane kuhakikisha kwamba tunamuomba Mungu ambaye tunaamini yeye ndio chanzo cha amani yetu. Kipindi cha uchaguzi, maadui wa taifa ni watu wenye mihemko. Watu wenye mihemko ndo maadui wakubwa sana. Na hasa wanasiasa wale wenye mihemko. Ili lazima tusifiche. Uchaguzi ni shughuli yenye kushani nyingi, yenye matokeo mengi. Tunajifunza kwa wenzetu jinsi ambavyo chaguzi zao zinavyokuwa. Umuhimu wa kufanya dua upo ni mkubwa sana. Maana Mwenyezi Mungu anasema, mimi nitasema kwa lugha nyepesi tu, nisiseme Kiarabu hapa, naona niseme kwa lugha nyepesi. Mungu anafurahi sana watu wale wanaomuomba, na anawachukia sana watu wasiomuomba. Yaani ni kama vile binadamu, sisi binadamu walio wengi wanachukia kuomba kama unavyojua, lakini Mungu yeye anafurahi sana binadamu kumuomba yeye au kumtegemea yeye. Sisi kama wazazi tuliopo hapa ndani tuna mamlaka kabisa ya kukaa na vijana wetu ambao hawajui historia ya nchi yetu tulikotoka, wanakuwa na mihemko ya kisiasa. Kwa hiyo hatuhitaji sisi kuwa na mihemko ya kisiasa. Lazima wote tuzingatie katiba ya nchi yetu. Kama nchi tunatamani kuona tunapita katika kila zoezi, tunapita katika hali ya kiusalama. Kwa hiyo hata katika uchaguzi unaokuja tunategemea zaidi Mungu atuongoze katika kuhakikisha tunatengeneza uchaguzi wetu unapita vizuri. Kwa sababu roho ya mwanadamu inaweza ikachezewa kwa kuambiwa maneno mbalimbali, lakini usipokuwa umemwandaa mtu kiroho, mwisho wa siku huwezi kufanikiwa, kwa sababu mambo mengi, watu wengi huwa wanaweza kujisahau, lakini ukimshirikisha na kumtanguliza Mungu, mara nyingi tunafanikiwa na mambo yanaweza kupita vizuri. Ndugu wananchi, natoa rai kwa Waislamu na wananchi wote kushiriki kwenye uchaguzi mkuu ujao kwa utulivu, kufuata sheria na kuheshimu maamuzi ya wengi. Tuwe na subira, tusijiingize katika mivutano